Lakini pili, sisi tumeingia makubaliano ya kuiweka nchi yetu katika mstari, kuirejesha kwenye reli, lakini hatukuunganisha vyama. Mna chama chenu, tuna chama chetu. Na katika vyama vyetu tuna malezi tofauti, historia tofauti, utamaduni wa kisiasa tofauti. Msitulazimishe kufuata utamaduni wenu. Mna yenu, tuna yetu. Nyinyi inawezekana kwa utamaduni wenu ni kuwaficha watu wenu. Sisi tunaamini tuko hapa, tumewekwa kwa dhamana na mlotuchagua ni wanachama wetu, tunawajibika kwenu nyinyi. Hakuna siri katika linalowahusu. Kilele cha binadamu kutafakari kwamba yeye akitaka mamlaka anaweza kufanya chochote. Haya yalishuhudiwa Zanzibar. Mambo haya upande wa bara yameshuhudiwa mwaka 2025. Kwa mara ya kwanza kabisa wanaonja kikombe cha chai iliyokuwa ya kawaida kwenye chaguzi za Zanzibar. Lakini Watanganyika wanayo ya kujifunza kutoka Zanzibar, kwamba ndugu zao walikunywa kikombe hiki, lakini wakabaki kwenye malengo ya kupigania taifa lao, wakabaki wakiungana, wakisimama pamoja na hawakupoteza uelekeo. Na ndio maana leo ziko rejea nyingi za aina ya jitihada zilizofikiwa, ikiwemo miafaka mbalimbali iliyopita mpaka uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo kamati ya pamoja haiendi kujadili kuwepo au kusiwepo katiba mpya. Hili lishapita wakati wake, tumefika haya. Kamati ya pamoja haina uwezo, haina mamlaka ya kwenda haya kuyaongeza au kuyapunguza. Kama wana mapendekezo wayalete kwetu, jamani, ongezeni na hili. Haya yalishapewa baraka na vyama vyetu vyote viwili. Hakuna mkubwa juu ya vyama vyetu. Tumeelewana jamani? Tutakuwa na chombo mahsusi chenye mamlaka na madaraka ya kisheria kwenda kusimamia utekelezaji wa haya baada ya kupata uchambuzi kutoka kwenye kamati ya pamoja, na ambayo mapendekezo yao, uchambuzi wao baada ya kuridhiwa na pande zote mbili. Huo uchambuzi wao na atakaoelezwa na kukubaliwa yatakuwa ni sehemu ya sharia, kuiambia hii tume kwamba nyinyi mamlaka yenu ni haya na haya, jamani, tumeshafanya kupitia sheria namba nadhani 11 ya mwaka 2001 au sheria namba 10 sijui 11. Kwa hivyo mimi niseme la kwanza ni hilo, lakini la pili, ndugu zangu, hili nawaomba sana, jamani, haya na mengine yanayoendana na haya hatujafanyiwa ihsani. Kuna watu wanataka tuone kwamba sisi tumefanyiwa ihsani wao kukubali haya. Ndugu zangu, mtafanya makosa makubwa haya mkiyachukulia kwa unyonge. Haya hatujafanyiwa ihsani na mtu, tumeyasimamia, ndiyo tunayoyataka. Haya ni kwa manufaa ya nchi yetu, na tuko tayari sisi viongozi wenu, haya tutayasimamia kwa kifua mbele. Ni kufanya mageuzi makubwa ya tume, secretariat na mfumo mzima wa uchaguzi. Kuna mengi jamani, nchi kusema kweli maendeleo yake, nchi zote zilizoendelea zinakuwa na mfumo madhubuti wa serikali za mitaa. Sisi kuanzia kule chini ndo kunaanza rushwa, kunaanza ufisadi kuanzia chini.
kwenye mizizi kuna ufisadi. Tunataka huo uondoke, ndio nchi hii itasimama. Na jengine ni suala la vitambulisho vya Mzanzibari. Katiba yetu ndio ilivyoagiza kuwe na kitambulisho cha Mzanzibari, sio Mzanzibari mkazi. Sasa tunakwenda kuunda kamati ya pamoja. Humu tumesema kwa mfano kutakuwa na mchakato wa katiba mpya, lakini je, itasimamiwa vipi? Itaendeshwa vipi? Utaratibu upi? Tutumie mfumo wa Warioba au tutumie mfumo gani? Au wananchi washirikishwe vipi? Waelimishwe vipi? Humu hatujafikia huko. Ndio tulivyokubaliana. Hatua nyingine itakuwa ni hiyo, kuzungumza na kukubaliana namna ya kukamilisha uundwaji wa serikali ya pamoja hii iliyopo, kwa sababu sasa hivi haijakamilika, ili tuingie tukashirikiane na wenzetu kuyasimamia haya. Tangu kipindi hichi niwaombe sana viongozi, niwaombe wanachama, niwaombe wapenzi wetu, washabiki wetu wanayotakia mema nchi hii, niwaombe sana. Kipindi hichi ni kipindi yatatokea mengi, na wavurugaji itakuwa ndio silaha yao kuchokoza watu. Tusichokozeke, hili tuliendee kwa staha, kwa heshima inayostahiki, kwa uvumilivu ambao unaendana na safari hii, na kwa hekima zinazostahili.